Mmefika tena hapa kama ilivyo kawaida yenu. Wanapokuwa viongozi wenu na nyie mnakuwepo hapa. Rais ametoka amezungumza na nyie. Ni nini ambacho rais amezungumza na nyie? Kwanza kwangu mimi niseme tunamshukuru Mungu. Kwanza nimefurahi kuona kauli ya rais wetu Engineer Hersi. Ni kauli ambayo kwangu mimi nimeipenda sana. Kauli nzuri sana. Amezungumza kwamba mimi ni rais wenu, mlinichagua kwa ajili ya kuwatumikieni. Tukasema ndiyo, ni kweli. Ametuuliza kabisa. Mimi ni rais wenu, ndiyo. Mmenichagua kuwatumikia, ndiyo. Basi imeisha hiyo, asanteni sana, ameondoka. Hiyo ni kauli kubwa sana. Hiyo kauli haina utofauti wa ogopa maji yaliyotulia. Ogopa maji yaliyotulia. Ni hatari sana. Kwa mimi nimeyapenda na amenipa faraja kuona kwamba viongozi wetu bado wako na sisi. Viongozi wetu wamethamini kile tulichokuwa tumekifanya sisi. Umeelewa? Viongozi wetu wa Dar es Salaam Africans wameona kwamba hawa wananchi wana takriban masaa mengi wako hapa. Wameacha kazi zao, wameacha shughuli zao za kutafuta riziki za kila siku. Wamekuja hapa kuungana na viongozi kuja kuwasapoti. Engineer akasimama, umeelewa? Akatusikiliza sisi. Kwa mimi nimependa sana kiukweli kauli zake. Nimezifurahia. Kizinga, Simba mmecheza nao na mmewafunga mara 4 mfululizo. Ni nini hasa ambacho kinaleta hii sintofahamu na kusema hamcheze wakati ni timu ambayo mnasema ni dhaifu kwenu? Kwanza ngoja nikwambie kitu kimoja. Sisi hatushindwi kucheza na Simba. Tuna uwezo wa kucheza nao kwa sababu ni miongoni mwa timu ambazo tumezimudu kwa misimu 4 hii. Umeelewa? Unapocheza na mtu alafu unamfunga kila wakati takriban mara 4, ina maana njia ulizokuwa unatumia zinakupa nafasi ya wewe kumpiga kwa mara ya 5, 4, 6 hata juu huko. Umeelewa? Sisi hatukatai kucheza na Simba. Sisi tunachokitaka sisi, je, sisi hatukuleta timu? Jibu linakuja kwamba tuliingiza timu, si ndio? Wakati tunaingiza timu wao hawakuleta timu kwa sababu ambazo hazina maana, sababu ambazo sio za msingi. Umeelewa? Kama wewe umenyimwa haki yako ya kuingia uwanjani kufanya mazoezi, sheria sizipo, taratibu sizipo, utapata haki yako tu kwenye vikao vya masaa 72. Kwa nini usilete timu? Inatufikirisha Watanzania kwamba hawa viongozi wanaongoza mpira wetu. Je, wana huruma na mashabiki? Wana huruma na watu waliokata tiketi? Huruma hakuna. Kama huna huruma wewe tufanyeje? Ndio maana unaona tuko hapa. Mimi ni kapteni wa mashabiki. Nipo hapa toka asubuhi, sijafanya kazi yote ya kuingiza hata shilingi 100. Nipo hapa kwa ajili ya kulinda maslahi ya shabiki. Nipo hapa kwa ajili ya kutetea mashabiki kwa sababu kama viongozi wa bodi ya ligi na TFF mmeahirisha mechi alafu hata kumradhi amna. Hata jamani 80 wapenzi watazamaji si wapenzi wa mpira hakuna. Hasa wewe kiongozi kweli? Huyu anaweza katutia hata shimoni. Mimi nakwambia hao viongozi wa bodi ya ligi hao. Mimi nakwambia humu wakipewa hela tumejaa humu ndani, walipua bomu wanalipua wale. Tufe. Lakini ulimsikia kiongozi mkuu kabisa wa TFF, rais wa soka Tanzania Karia, alizungumza, lakini pia alisema kwamba mkacheze sinema zetu na vitu kama hivi. Kauli ile ambayo inazungumzwa na rais haikutaja moja kwa moja kwamba aliongea na klabu ya Yanga, lakini nyinyi ni kama mlijihisi. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwanza miongoni mwa watu ambao wamemsamehe mimi ni wa kwanza. Mimi nimemsamehe rais wa TFF. Kwa nini nimemsamehe? Kwa sababu binadamu tuko tofauti. Umeelewa? Sio kila mtu anaweza akawa kiongozi. Viongozi wanatofautiana na ni karama. Unamwona Engineer Hersi, umati wote wameongea kauli moja tu. Mimi ni kiongozi wenu, mlinichagua nisimamie Yanga na nyinyi, si ndio? Asanteni, ameondoka. Ni kauli ndogo 6,000 tu. Watu wamenyanyua mikono, kila mtu amefanyaje? Amerizika. Sasa wewe ndani kwako kama kiongozi panaungua moto. Badala uje ukae na viongozi wako wote, ukae na familia yote kwa pamoja uzungumze nayo. Unaanza kumwambia wewe Saidi kacheze mdako. Wewe Kizinga kacheze unakochezaga. Alafu wewe mtoto wangu kipenzi njoo kaa ndani nenda kalale kula baga hizo. Huyo mtoto wake kipenzi atakuwa ni nani? Simba si mtoto wake kipenzi. Na mara nyingi mimi nazungumza Simba ndo anafanya TFF wawe na njaa. Mimi si nakwambia wewe TFF wameshindwa hata kufutulisha mwezi unaisha huu. Nani alialikwa kale iftari? TFF na bodi yake ya ligi hata kusema wananchi njoo ni mfuturu. Hakuna. Hilo limekuuma sana. Sisi tumezoea mpaka sasa hivi mimi nilikuwa na kilo hizi. Nilikuwa na kilo 65, sasa hivi na kilo 85. Mialiko kama yote alikama katualika tumeenda tumegonga. TBC wametualika tumeenda tumegonga iftari. Tawi la Yanga Mzinga kule. Tawi lenye wanachama wengi tena wanawake. Tena tawi lenye hela kuliko hata Simba wenyewe. Tumekwenda kugonga kule iftari. Umemind kweli. Na tunaenda Kolefa kule. Chama cha mpira mkoa wa Pwani tunaenda kufuturu tarehe 29. Hasa wewe bodi ya ligi unashindwa mpaka na Kolefa. Kolefa wanaenda iftari, wewe unashindwa. Simba wanawatia njaa. Mimi nakwambia wasiposimama kwa maslahi ya mpira wa nchi, hata na wao pia. Wewe mtu gani utaki kuvaa nguo mpya ukaenda mjini? Yaani wewe mwenyewe ujipendi, sisi tutatupenda?
Simba wanawatia njaa TFF kwa nini? Kwa sababu Simba anachokitaka ndio TFF wanafuata. TFF ni chombo ambacho kinatakiwa kijiendeshe na kiwe na mapato, si ndio? TFF wanamchukua NBC wanamweka winga kulia huko kwa Maxi, si ndio? Wanamchukua GSM wanamtia kwa Pakome huku, si ndio? Tieni hela. NBC ametia hela, wanamtafutia mwenza, anakuja huyu nani? Anakuwa GSM. GSM ana shida gani? Wameangalia kwenye vigezo vyote ana deserve kuwa nani? Mdhamini mwenza. Wameingia naye mkataba. Kama wameingia naye mkataba, angalia wao watatu walivyokuwa jeuri. Timu zote zimekubali, lakini Simba peke yake ndo alikataa. Kwamba sizitaki mbichi hizi. Sasa wewe baba wa mpira, huyu anakataa na wewe unaunga tela mumo. Sasa wewe nani wewe? Wewe utasema kwamba wewe baba bora? Kama mtoto mmoja amekukosesha pesa wewe. Simba amekataa sizichukui hizi hela. Na wewe unavunja mkataba na GSM kwa sababu ya mtoto mmoja huyu. Shida iko wapi? Umetawaliwa na huyu mtoto. Na ndio maana unaona hivyo, Simba ametawaliwa na huyu na TFF ametawaliwa na huyu mtoto. Na huyu ndo anasababisha wawe na njaa. Washindwe hata kufutulisha watu. Bana, wenyewe wanasema kwamba Simba sio chanzo cha mechi kuahirishwa. Wenyewe waliandika andiko lao, lakini walioahirisha mechi ni bodi ya ligi. Narudia tena, Simba wako juu ya bodi ya ligi na TFF. Na ndio maana walipotoa wao tamko lao limefuatwa. Sasa kama Simba walitoa tamko likafuatwa, na sisi tunatoa tamko tunataka lifuatwe. Hatuchezi. Ni mambo mawili. Angalau kidogo ili waweze kuwafikiria watu, waweze kuwafikiria wale tuliowataja pale waondoke. Wakiondoka mnaweza mkacheza. Kidogo watu wanaweza kukaa chini wakafanya mazungumzo. Washatajwa kwenye barua Almas Kasongo. Kasongo yeye. Mobali nanga. Haya, asante.